Mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo, leo nakuletea tamthilia ambayo inakwenda kwa jina la Secret, yaani siri. Tamthilia hii inahusu mambo mbalimbali yanayozikumba familia zetu. Karibu sana, nikukumbushe usisahau kusubscribe chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo. Tamthilia yetu inaanza wakati wa usiku. Ulikuwa ni usiku wa raha sana kwa kila mmoja aliye ndani ya nyumba yake, hata asiweze kusikia chochote kiendeleacho nje ya nyumba zao. Lakini usiku huu ulikuwa wa balaa sana kwa mwanadada mmoja ambaye hakujulikana anakotoka, ila alikuwa anakimbia bila kujua anakokwenda. Baada ya kukimbia kwa muda mrefu sana, alijikuta ameishiwa nguvu kabisa. Mwili ulikuwa mzito, miguu ilishindwa kuendelea mbele. Mwisho alihisi kama analala akiwa hewani, na ghafla alidondoka chini na kupoteza fahamu. Akiwa usingizini, aliota ndoto ambayo ilimkumbusha yale yote yaliyompata. Kutokana na ndoto hiyo ilimfanya kurupuke huku akipiga kelele. Baada ya dakika kadhaa kupita, akili yake ilitulia. Hakujua alipokuwa ni wapi, ila kutokana na wingi wa miti mahali pale alijua yupo msituni. Alijisemea moyoni kuwa bora msituni kuliko kule alikokuwa kabla ya kufika msituni hapo. Na kwa mavazi aliyovaa yaliweza kumtambulisha ya kwamba huko alikotoka hakukuwa salama, kwani mavazi yake yalikuwa chakavu na yenye alama za mateso. Alikuwa na njaa mno kwa sababu hakula kitu chochote kwa takribani siku 2. Aliendelea kutembea hadi alipofika kwenye shamba moja hivi ambalo pembeni yake kulikuwa na nyumba ndogo iliyomwezesha mwenye shamba kukaa hapo kwa ajili ya ulinzi wa shamba lake. Msichana huyo hakujali chochote, bali yeye aliwaza ni kwa namna gani anaweza kupata mahali pa kujihifadhi pamoja na chakula. Hivyo aliingia moja kwa moja hadi ndani ya nyumba ile na kujipumzisha. Lakini kama ujuavyo, ukiwa na njaa utaishia kuhesabu mabati. Usingizi haukuja kwa sababu ya njaa aliyokuwa nayo. Aliamua kutafuta chochote ili aweze kula, na kwa bahati nzuri alipata chakula ambacho kilikuwa ni cha mwenyeji aishie hapo. Alikula bila kunawa wala kujali hadi alipomaliza kula, akashukuru kwa Mungu wake, kisha akanywa maji na kupumzika. Alilala hadi ilipofika asubuhi ya siku ya 3. Aliamka na kushangaa tena kumwona mtu mwenye miraba 4 amesimama mbele yake, huku akimtazama tena kwa hasira kali. Alipiga kelele lakini hazikusaidia kitu chochote, bali kelele zile zilizidisha hasira ya mtu yule aliyesimama mbele yake. Baada ya dakika chache, mtu yule bado akiwa mbele yake, mwanadada huyu alikumbuka alichokifanya kabla ya kulala mahali pale. Alikumbuka kwamba alikula chakula cha watu. Bila kuchelewa wala kusubiri, aliomba radhi kwa unyenyekevu mkubwa. Aliomba asamehewe kwa alichokifanya, akidai kuwa alikuwa na njaa sana. Pia alisema yeye ana matatizo makubwa, na pale alipokuwa kwa sasa ndiyo tumaini lake la mwisho. Mtu yule alimwelewa, kisha alimuuliza kama kuna kitu anahitaji mbali na chakula alichokula na maji aliyokunywa. Dada yule, kwa kuhofia sana kuhojiwa alikotoka, maana hakutaka kumsimulia yeyote, alijibu hapana, kwa sasa naomba msaada wa mahali pa kuishi tu. Yule kijana bila kuongea alimtazama, na bila kumuuliza alimwambia twende. Dada yule bila kuuliza wapi, ilibidi asimame na kumfuata, kwani kijana alikuwa ameshapiga hatua kadhaa mbele. Walitembea hadi barabarani, kisha kijana aliingia ndani ya gari lake
na kumsubiri yule mwanamke au yule msichana ambaye alionekana kusita sana kuingia kwenye gari hilo, hadi kijana yule alipofungua dirisha na kumwambia kuwa inabidi waende sasa. Msichana yule kwa wasiwasi sana aliingia ndani ya gari, na kwa kuwa alikuwa mchafu sana alitaka kukaa chini, lakini kijana alimwambia asijali, akae tu kwenye kiti. Tena alimuomba asogee kwenye kiti cha mbele kwenye gari. Kwa kumwambia asogee siti ya mbele, hapo mdada yule alihisi ndio ulikuwa mwanzo wa yeye kuulizwa maswali asiyoyataka, kwamba ametoka wapi na kwa nini yuko pale, nini kimempata, na mengine mengi yanayofanana na maswali hayo. Lakini haikuwa hivyo, kwani kijana huyo alionekana mkimya sana. Alitulia kimya bila kumhoji chochote hadi walipofika mbele ya nyumba ambayo ilikuwa nzuri sana. Kutokana na uzuri wa nyumba ile, bwanadada yule alishangaa sana. Basi waliingia ndani, kisha kijana alijitambulisha kwa mdada yule kuwa jina lake anaitwa Imani, mwenye umri wa miaka 25, ambaye ndiye anayemiliki eneo lile. Ila alimjuza kuwa kuanzia muda ule atakaa pale hadi atakapoona amejitegemea na kwenda anakotaka. Imani alimkabidhi funguo za nyumba mwanadada yule, kisha akamwelezea kuwa kila anachohitaji atakuwa anawasiliana na mfanyakazi, na akishazoea mazingira atakuwa akichukua pesa mahali alipomwelekeza kwa ajili ya matumizi. Bila kusahau alimpatia simu ya kisasa kwa ajili ya mawasiliano, ila hakumpatia namba zake. Mwisho kabisa alimwambia kuwa yeye atakuwa anakuja kila baada ya mwezi mmoja kumwangalia nyumbani hapo. Yule msichana alipokea funguo na kuonesha kuyashika maelekezo yote yale aliyopewa na kijana Imani. Baada ya Imani kumaliza kuongea, msichana yule alimwambia kuwa yeye anaitwa Tumaini, na alimaliza kwa kusema asante bila kuongeza neno lolote. Basi Imani aliondoka na kumwacha Tumaini akiwa na mawazo mengi sana, tena sana, kwa kuwa alipewa msaada bila kujua anayempa msaada ni mtu wa namna gani na kwa nini anampa msaada ili hali hamjui. Swala hili lilimuumiza sana kichwa, na aliwaza mno akitaka kujua ni Mwenyezi Mungu anampa mitihani ambayo inamsaidia au bado yupo katika mtego ule ule aliokimbia. Baada ya Imani kuondoka, Tumaini aliwaza kila lililompata na kisha kuunganisha na hili lililopo mbele yake na kuona kuwa Mungu yupo upande wake. Kwa kiwango kikubwa sana Mungu yupo upande wake, tena sana. Akiwa katika mawazo hayo, alishtuliwa na sauti ya dada wa kazi ambayo ilimjulisha kuwa maji ya kuoga yapo tayari. Pia alimchukua kwenda naye kumuonesha mazingira ya nyumba. Baadaye wakiwa mezani wanakula, dada wa kazi alikuwa kimya sana, bila kuongea chochote. Ndipo Tumaini alivunja ukimya kwa kupaza sauti yake na kumuuliza kwa jina lake anaitwa nani? Yaani Tumaini alivunja ukimya ule kwa kumuuliza yule mdada wa kazi kuwa jina lake anaitwa nani. Mdada yule alivuta kidogo pumzi, yani kama hivi ninavyofanya, kisha akamjibu na kumwambia naitwa Faraja, mwenye umri wa miaka 18. Tumaini alishangaa sana kusikia kuwa dada yule wa kazi ana umri mdogo vile, ila umbo lake ni kama wapo sawa, kwani yeye alikuwa na umri wa miaka 23. Ilionyesha kuwa Tumaini alitamani kuyajua mengi zaidi juu ya uhusiano wa Faraja na Imani. Faraja kwa kuona kuwa Tumaini alitamani kulijua hilo, basi alimwambia kuwa yeye ni yatima, hana wazazi wala ndugu hapo alipo. Kwa kuwa alipozaliwa inasemekana alitupwa na wazazi wake, kisha kuokotwa na wasamaria wema ambao walimpeleka kituo cha kulelea watoto yatima kinachomilikiwa na kanisa Katoliki. Na alipokuwa pale hakupata nafasi ya kwenda shule alipomaliza darasa la 7,
kwani shirika kwa kipindi kile lilikuwa linapitia wakati mbaya sana kifedha. Ndipo historia yake ya maisha ilianza upya alipochukuliwa na kaka Imani, ambaye alienda shirikani hapo kutafuta mdada wa kazi, na aliponiona alinichagua mimi kwa kuwa alikuwa na nia ya kunisomesha bila kujali lolote. Basi shirika liliniachia niongozane naye kwa hati maalum ya shirika na ya serikali. Kwa kweli kaka Imani alinipeleka shule na mwaka huu nimemaliza kidato cha 4. Nasubiria majibu ikiwa nimefaulu vizuri. Ameniahidi kunipa zawadi nzuri tu. Hivyo nipo hapa kwa takriban miaka 5. Na miaka 5 yote hii sasa, tangu nimalize darasa la 7, wewe ndiye mtu pekee wa kwanza kukuona hapa nyumbani. Kwa kuwa nilikuwa naishi na yeye tu, hakuna mtu mwingine niliyemuona zaidi yake tu. Tena nataka nikuambie kuwa na amani sana, kwa kuwa mimi mwenyewe kabla sijaja hapa niliyasikia mengi kwamba wakaka kama hawa huwa wanakuwa wakatili sana na kuumiza watoto wa kike ambao wanawachukua kama wadada wa kazi. Lakini kaka Imani ni kaka mzuri, tena mzuri sana, ambaye kwangu mimi ni shujaa wangu daima. Hajawahi kunifanyia ukatili wowote, japokuwa mimi nilikuwa na mawazo hayo. Kubwa kuliko, huwa anaamini kuwa anayesaidiwa ni yule anayehitaji msaada. Na hata akikusaidia alafu ukashindwa kumwelezea shida yako, huwa hajishughulishi kukuuliza shida au kuuliza shida juu ya mwanga wake. Lakini msaidiwa akijisikia anaweza kumweleza. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hata kwangu mimi. Kipindi chote hicho sikuwa huru kumwambia siri zangu zote, hadi nilipotambua kuwa yeye ni mtu mwema sana. Ni kaka mwenye upendo wa kweli, anayejali utu, na bila kusahau anajali thamani ya mtu wakati wote anapokuwa naye. Faraja alimaliza kujielezea kwa Tumaini, ambaye alionekana amejawa na amani ya moyo baada ya kutambua kuwa yupo mahali alipopatamani kuwa kwa muda mrefu. Basi bila Tumaini kuhadithia chochote kumhusu alikotoka na kwa nini yuko pale, alishukuru kwa chakula kisha wakaagana, na kila mmoja kutafuta mlango wa chumbani kwake, kwa kuwa ilihitimu saa za usiku. Kulipopambazuka, Tumaini alikuwa bado amelala hadi alipokuja kugongewa hodi na Faraja mdogo wake, ambaye ilikuwa ni kawaida yake kuwahi kuamka mapema kwa kazi za asubuhi. Alimgongea na alipoitika alimkaribisha mezani kwa ajili ya kifungua kinywa. Walikunywa chai kisha wakaendelea na kazi nyingine ambazo waligawana, kwani Tumaini hakutaka kukaa kama malkia ili hali mdogo wake anateseka na kazi zote huko nje. Wakiwa katika kufanya kazi, walizoeana na kujuana vizuri sana, na baada ya muda mfupi wakashibana sana, tena sana, yaani walikuwa marafiki wakubwa sana. Ila Tumaini hakuwahi kusema kilichomsibu hadi yeye kuwa pale, kwa kuwa alihofia sana, hakuwa tayari kusema siri yake. Siku moja akiwa chumbani kwake, Tumaini aliona picha kwenye albamu ya Imani. Kwa kuwa alitamani kujua zaidi juu ya mfadhili wake, alianza kufungua picha moja baada ya nyingine. Mwisho alishtuka sana baada ya kuiona picha ya mtu ambaye aliyemfahamu vizuri sana, na huyu hakuwa mwingine ila kaka yake kipenzi, ambaye kwa sasa yeye anajua ni marehemu. Kwa kuitazama picha ile, alitoa machozi na kukumbuka yale yote aliyoyafanya akiwa na kaka yake huyo. Hivyo alitamani kujua mengi na alikuwa na hamu ya kuonana na Imani. Alihisi atapata majibu ya maswali yake, ila ndo kwanza ulikuwa robo mwezi, hata nusu ukufika, kwa sababu Imani aliahidi kwamba atafika kila mwezi unapoisha. Aliona kama mwezi umesimama hivi. Alipoendelea kufunua aliona picha nyingi sana za kaka yake akiwa na Imani. Hapo alishindwa kujizuia na kulia kwa uchungu mno. Alipomaliza kulia, alitoka nje ili kupunguza mawazo yake kwa kupiga stori na mdogo wake Faraja. Alimkuta Faraja akiwa anapanda maua, hivyo alijumuika naye kwa pamoja na wakaanza kupanda wote maua ambayo yalikuwa na harufu nzuri sana, kiasi cha wao pia kunukia harufu hiyo.
Basi walipomaliza kupanda maua na kupiga stori za hapa na pale, Tumaini aliingia ndani ili kuendelea na shughuli zake katika kompyuta aliyopewa pamoja na simu, kwani alikuwa mwandishi mzuri sana wa vitabu vya kujenga taifa na kufurahisha watoto na wote ambao wanapenda kufurahi. Pia vitabu vyake vilifaa wao kutumia. Alikitafuta kitabu chake kimoja ambacho alikiandika enzi za uhai wa kaka yake, kilichopo sokoni, ili aweze kupitia na kupata furaha, ila kila alipopitia alikosa furaha na kujikuta analia tu kwa uchungu wa kumkumbuka kaka yake ambaye alimpenda sana, yani sana. Wakati anapitia kitabu kile, aliona jina la Imani katika utangulizi wa kaka yake, ambapo kabla aliliona jina hilo ila hakulitilia maanani wala nini. Hapo alizidi kuchanganyikiwa. Mwisho kabisa alikosa cha kufanya, aliamua alale usingizi, kwani alihisi kichwa chake kinapasuka kwa kuwa na maswali mengi bila majibu. Baada ya masaa kadhaa kupita, aliamka na kuelekea sebuleni ambapo alitegemea kumkuta Faraja, lakini hakumkuta. Alijua kuwa Faraja atakuwa ameenda sokoni, kwani ilikuwa siku ya mterani, yani sokoni. Mawazo yake yalikuwa sawa kabisa, kwa kuwa baada ya muda mfupi kupita Faraja alirudi. Alipokelewa na Tumaini ambaye alikaa nje akimsubiri. Basi wakiwa wanapika, Tumaini alitumia nafasi hiyo kumpa wosia wa masomo yanayohusu elimu ya juu, yani advance, na maisha ya chuo, kwa kuwa yeye alishapitia huko. Kwa hiyo alielewa vizuri kwa kiasi chake. Ilikuwa ni furaha kwa wote wawili kuishi vile, kwani walishirikiana vyema sana, tena sana, kwa kuwa walishakuwa ni mtu na dada yake. Mpenzi msikilizaji, asante sana kwa kuwa nami kwa kipindi chote hiki. Kwa muda wako na kushukuru sana. Mungu akubariki. Tutaendelea mbele kuwaona nini kinatokea baada ya yeye Tumaini kujua kwamba kuna uhusiano wa karibu kati ya marehemu kaka yake na huyo Imani aliyemsaidia. Na Imani anamjua Tumaini? Merci beaucoup. Ciao.